ya kama ambavyo nimesema hapo katikati ya huu mwezi wa pili tutaanza kuwapatia tiba mbadala. Tutaanza kuwapatia majani ya mimea. Tutawapatia vitunguu saumu na vitunguu maji, tutaweka tangawizi, tutaweka pilipili, tutaweka majani mbalimbali ya mimea tutaanza kuwapatia. Kwa lengo la kwamba hawatakuwa na dawa nyingine yoyote ya dukani baada ya hizi chanjo. Baada ya chanjo ya ndui hawatatumia dawa yoyote ya dukani. Badala yake tutaanza kuwapatia mimea ili tuone jinsi ambavyo tutaenda nao. Na kwa sababu tunawapeleka miezi miwili kwa chakula cha kiwandani, hatutegemei sana kuwa watashambuliwa sana na magonjwa. Nimesema kwamba chakula cha kiwandani ukiwapa kwa muda, ujue sasa hawajaumbwa kula pumba jamani. Sasa na broiler ni sawa. Wanatakiwa wale chakula cha kiwandani. Ila sasa sisi kutokana na mazingira yetu na uchumi nini tunafosi. Kwa hiyo at least ukijitahidi ukawalisha walau tu miezi ile ya uchanga ile miezi miwili ile chakula cha kiwandani, baada ya pale endelea na hizo pumba na kila kitu unachochanganya. I'm telling you, magonjwa hawashambuliwi sana. Tofauti na vile ambavyo ukiwawaisha kuwapa pumba, magonjwa wanaanza mapema sana. Coccidiosis tena wanaanza kutoa kinyesi chekundu mapema sana. Kumbuka ile pumba nayo ni chafu. Inakuwa contaminated pumba, unajua ikaeka za pumba Kwa hiyo pumba ile nayo ni chafu, inakuwa contaminated. Kwa hiyo lazima sasa wewe uhakikishe unapunguza possibilities zile za kuku wako kushambuliwa. Mimi kwangu ndo nawapa chakula miezi miwili cha kiwandani. Wanapoanza mwezi wa 3 pale ndo wanaanza na chakula cha kuchanganya. Guess what? Wakitoka kwenye chakula cha kuchanganya, wanapoanza ule mwezi wa 3 unawapa chakula, wakitoka kwenye chakula cha kiwandani, wanapoanza mwezi wa 3 pale wanakula sana chakula kile, alafu wanakuwa wanakipenda sana. Yaani wanakuwa kama wamepata testi mpya tofauti na ile iliyozoeleka. Unajua chakula fulani ukiwa unakula kinakuboa. Yaani unakuwa unafika mahali unakinai kile chakula. Ndivyo na wao wanafika mahali wanakinai chakula cha kiwandani. Ila wanakuwa hawana jinsi. Ukiwabadilishia tu wakaona testi ya chakula kile ulichochanganya, wewe mwenyewe utaona wanavyoenjoy na wanavyokuwa sasa, wanavyostawi. Afu pale sasa anza kuwachanganya na kuwatoa nje wale majani wale nini, mambo yanakuwa shega kabisa. Sawa? Love you so much. Wanakula sana chakula kile, alafu wanakuwa wanakipenda sana. Yaani wanakuwa kama wamepata testi mpya tofauti na ile iliyozoeleka. Unajua chakula fulani ukiwa unakula kinakuboa. Yaani unakuwa unafika mahali unakinai kile chakula. Ndivyo na wao wanafika mahali wanakinai chakula cha kiwandani, ila wanakuwa hawana jinsi. Ukiwabadilishia tu wakaona testi ya chakula kile ulichochanganya, wewe mwenyewe utaona wanavyoenjoy na wanavyokuwa sasa, wanavyostawi. Afu pale sasa anza kuwachanganya na kuwatoa nje wale majani wale nini, mambo yanakuwa shega kabisa. Sawa? Love you so much.